Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Tuko katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 7. Leo ni mstari wa 21 mpaka 23. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi iliyoahidiwa kwa siku ile ya mwisho, hasa siku ya mwisho, siku ya kiyama. Siku ya kiyama itakapotokea, tutagawanywa makundi mawili. Wanadamu tutagawanywa katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni lile Yesu atakaloliambia, njoni kwangu ninyi nyote mliobarikiwa na Baba yangu, ingieni katika ufalme wa mbinguni. Lakini kundi la pili ni lile litakaloambiwa, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, mwende katika moto alioandaliwa Ibilisi na malaika zake, mkaangamie huko. Hivyo basi, Yesu hapa anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana. Kama kuna wakati Bwana Yesu anatajwa sana, ni miaka hii tunayoishi. Hata asiye Mkristo naye husema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anasifiwa hata na mtu ambaye hajawa Mkristo. Sasa Yesu anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ahadi hapa ni kwamba atakayeingia mbinguni ni yule anayefanya mapenzi ya Baba yake aliye mbinguni. Mapenzi ya Baba yake ni yepi? Ni kumwamini Yesu Kristo aliyetumwa na Baba. La sivyo, hujamwamini wewe, ufanyi mapenzi yake. Sasa anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Kama kuna miaka tunaishi, ni miaka hii ambayo unabii, miujiza na mambo kama hayo yamekuwa mengi mno, yamekuwa mengi sana sana. Kwa hiyo haya yanakuja kwa sababu Yesu pia alisema kwa Mathayo 24 mstari wa 24, anasema watatokea makristo na manabii wa uongo. Kwa hiyo hawa ndio wanaonenwa hapa, kwamba nao wanalitaja jina la Kristo, wanalitaja jina la Yesu sana, lakini hawafanyi mapenzi ya Mungu. Hawa wanajitafutia faida yao, wanatafuta kujinufaisha. Sasa hawa nao siku ile ya kiyama itakapofika, watasema, mbona na sisi tulitoa pepo? Ni kweli wanatoa pepo. Je, mbona na sisi tulifanya miujiza? Ndio, ni kweli wanafanya miujiza. Lakini nikwambie, ile miujiza haifanyiki kwa namna yao. Kinachofanya miujiza ni jina la Yesu Kristo, sio wao. Sasa siku hiyo Yesu atawaambia, mimi sikuwajua. Mbia, tulitoa pepo? Mbia, siwajui. Tulifanya miujiza? Ambia, siwajui. Ondokeni kwangu ninyi mfanyao maovu. Atawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Maana yake kila mtu asiyemwamini Yesu Kristo ni uovu kwake. Huo ni uovu kwake. Kama ukimwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyetumwa na Mungu kuja kuleta ukombozi, wewe unayafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kufanya Mungu anayotaka. Mungu anataka nini? Alimtuma mwanawe Yesu Kristo watu wamwamini, lakini hawamwamini. Huko sio kufanya mapenzi yake, lakini wote waliomwamini hawa wanafanya mapenzi ya Mungu. Kufanya mapenzi ya Mungu ni kumwamini Yesu Kristo. Kufanya mapenzi ya Mungu ni kufanya yale Mungu anayotaka. Hivyo basi, wote ambao hawatafanya mapenzi ya Mungu, ahadi ni kwamba wataambiwa siku ile, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, muende katika moto wa milele, kaunguzwe huko. Lakini watendao
mapenzi ya Mungu, siku ile watakaribishwa kwa furaha, kwa uso wa furaha wa Bwana wetu Yesu Kristo, akiwaambia, njoni ninyi nyote mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mungu akubariki, yafanye mapenzi ya Mungu. Mungu akubariki. Epukana na hawa manabii wa kisasa, mitume wa kisasa na watenda miujiza wa kisasa. Mwangalie Yesu peke yake, mtenda miujiza. Mwangalie Yesu peke yake atakaye kupa uzima wa milele, na sio hawa wanaotafuta faida. Wewe unaenda na shida, halafu anakwambia lete pesa nikuombee, lete fedha nikutabirie. Huo ni uongo, na siku ile ya mwisho watatupwa mbali na Yesu. Lakini mimi nikuonye kwamba usikubali kabisa kujihusisha na watu hao. Wewe muangalie Yesu na muombe Yesu, atakusaidia. Mungu akubariki sana. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.